Na mahakama inayoshughulikia kesi za kikatiba Milimani itatoa uamuzi wake mnamo tarehe 27 mwezi huu kwenye kesi kuhusu ombi la kuhalalisha matumizi ya bangi humu nchini. Chama cha Rastafari humu nchini kiliwasilisha kesi mahakamani mnamo mwaka 2021 kikidai kwamba bangi ni sehemu muhimu ya imani yao ya kidini na kuiharamisha kuna kiuka haki zao za kikatiba. Na jinsi ripota wetu Ruth Wamboi anavyotuarifu, kioja kilishuhudiwa nje ya mahakama wakati mmoja wa wafuasi wa kundi hilo alipojaribu kuingia mahakamani akiwa na mbegu za bangi akidai zilifaa kutumika kama ushahidi kwenye kesi hiyo. Wakiwa wamevalia mavazi ya rangi zao, wafuasi wa kundi la Rastafari waliingia mahakamani mmoja baada ya mwingine kufuatilia kesi waliowasilisha mahakamani mwaka 2021. Jaji Bahati Mwamuye alielezwa kwamba mmoja wa mashahidi kwenye kesi hiyo alikuwa amezuiliwa kuingia mahakamani baada ya kujaribu kuingia humo na mbegu za bangi alizodai ni sehemu ya ushahidi. Jaji aliwakumbusha walalamishi kuhusu uwezekano wa kuwasilisha ushahidi kielektroniki ikiwa angeweza kutoa ushahidi wa moja kwa moja. So what they did is just simply deny him entry so that we do not then step into a situation where we are permitting an illegality ourselves, but just caution them as to what will happen. I cannot suspend the penal code, I cannot suspend the Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Control Act by a court order at this stage. That is something for judgment. Mwasilisho kwenye kesi yanatarajiwa kuwasilishwa tarehe 13 na tarehe 20 mwezi Machi mwaka huu, huku Jaji Mwamuye akiruhusu walalamishi kuwasilisha hati za viapo zikijumuisha picha au mbegu au vifaa vingine ambavyo wangependa kutoa kama ushahidi kabla hawajatoa uamuzi wake. I would caution though that if we get bogged down in interlocutories, we may have to determine that interlocutory application before we move on to the judgment phase. But this is what I will say. Mr. Marwa, if a witness who is on the list of witnesses is prevented from attending because they were arrested, there are consequences to that. Jamii ya wana Rastafari imesimama kidete kwamba italegeza kamba kwenye ari ya kupigania haki zao za kikatiba. So as a spiritual being, it has around 89 synergy level the spirituality. You're taking different culture. You see Sufi Muslims, you see the Sadducees Hindus, now we are the Rastafarians, you know Ethiopia, you see the Orthodox Church, Karamundus, Cannabis. So it's not the new thing Rasta bringing here. It's because of the colonial law and the treaty that our ancestors signed that brought now this problem to us. Wanachukulia watu wa ganja ni watu mbaya kabisa. Kwanza venye tuliingia hapa, kuna ofisa mmoja alisema, afisa, hawa Rasta inafaa tudili nao kiaje. Sasa yeye ndo ni kama alifanya maafisa wengine wakajaa ngori ama wakakuwa na mori ya kufanya hiyo kitendo liko hapa, lakini wa Rasta si watu wabaya. Mnamo tarehe 14 mwezi uliopita, mahakama iliruhusu halmashauri ya kudhibiti uraibu wa pombe na mihadarati kushiriki kwenye kesi hiyo, huku mahakama ikitarajiwa kutoa uamuzi wake Mei 27 mwaka huu. Wanaharakati wa Rastafari na wanadai kuwa bangi ihalalishwe kwani wanaitumia tu kama sakramenti na dawa. Ruth Wamboi nikiripoti kutoka mahakama ya Milimani.